asifiwe. Ni Mwalimu Harrison Mathias Mzava. Naukaribisha tena tuweze kushiriki pamoja baraka ambazo Mungu amenipa kuziachilia siku hii ya leo. Tunapata nafasi ya kuomba. Leo Mungu amenipa neema ya kupata nafasi ya kuomba kwa ajili ya sadaka ambazo tumezitoa mbele za Bwana. Kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 20 tutapata nafasi ya kuomba juu ya sadaka ambazo tumezitoa mbele za Bwana mwaka huu au kwa miaka kadhaa na kwa majira tofauti. Neno la Mungu linasema, Zaburi ya 20 mstari wa kwanza, itakwenda kusoma hadi mstari ule wa 9. Biblia inasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupeleke msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Na tushangilie wokovu wako, kwa jina la Mungu tuziteke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Sasa najua kuwa Bwana amwokoa masihi wake, atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Hawa wanataja magari, hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana amwokoe mfalme, utuikike siku tuitapo. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ambao Mungu amenipa leo ni nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka, tumeona hapa imeonekana kuna changamoto amepitia mtu huyu ambaye tunaona ufunuo kutoka kwake. Sema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Sasa tunaona Mungu anavyoweza kutusaidia kipindi cha dhiki, kutuinua tena. Lakini hapa ameweka kipaumbele cha sadaka, na kwamba azikumbuke sadaka zako zote. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupa siri hii. Kumbuka, ufalme wa Mungu ni siri iliyositirika. Kadri tunavyopata ufunuo, tunapata maarifa mapya, kwamba ndani ya sadaka, tunavyopata nafasi ya kutoa sadaka mbele za Bwana, zile sadaka zinatupa neema, zinatupa baraka, zinatupa ushindi. Tunapopita kwenye dhiki, tunapopita kwenye changamoto, tunapopita kwenye mambo kadha wa kadha, Mungu anasema sadaka zetu ambazo tumezitoa kwake, hizo sadaka zinaweza zikasimama saa ya dhiki, na Bwana akatuvusha, na Bwana akatusaidia, na Bwana akatupigania. Sasa sadaka ziko tofauti sana. Sina muda wa kutosha leo kueleza aina ya sadaka, lakini leo tuangalie tu kwamba sadaka ambazo umezitoa, kuna sadaka za fedha. Kama fedha umeenda madhabahuni, na kwenye madhabahu ya Bwana ukaachilia sadaka, ukafanya ibada na kumwachilia sadaka. Zile sadaka ni ukumbusho. Kornelio alitoa sadaka na kafanya na sala nyingi. Biblia inasema malaika wa Bwana alipokuja kumtembelea, akamwambia, sala zako na sadaka zako zimekuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa malaika alitumwa, lakini mambo mawili yalitokea. Sala zake na sadaka zake zilikuwa ukumbusho, na neema ya Mungu ikaifikia familia, akaokoka na familia yake nzima. Lakini sadaka Kornelio peke yake ileta neema kwenye familia nzima. Wote wakapata wokovu, wote wakajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ile ilikuwa ni sadaka ya fedha, lakini kuna sadaka ya ibada ya kutoka kwenda kumwabudu Mungu, kufanya ibada mbele za Bwana. Kuna ibada ya kumsifu na kuambia Mungu nyimbo za kumsifu na kumwabudu na kueleza matendo makuu na uweza wake ulio mkuu.
Kuna sadaka ya muda. Unaweza ukatenga muda wa kukaa mbele za Bwana kumfanyia Mungu ibada, katenga muda hata wa maombi ya mkesha. Ni sadaka kwamba ule usingizi ambao ungelala unatoa sadaka, unakesha, ni sadaka. Lakini kufunga na kuomba, umetoa mwili wako kwa dhabihu. Kwa hiyo sadaka ni nyingi. Sasa katika mapana yake na katika wingi wake, leo tuziite sadaka zetu kwenye madhabahu ya Bwana. Kama sadaka ya Kornelio ilikumbukwa na Mungu, akaleta wokovu, akaleta msaada kwa Kornelio, basi tuziite sadaka zetu ambazo tumezitoa kwa nyakati tofauti na kwa miaka tofauti. Zile sadaka zisimame, zinene kitu katika wakati huu, na tuone wokovu wa Mungu na tuone msaada wa Mungu. Na kipaumbele hapa sema akujibu maombi yako, akupe matakwa ya akupe mahitaji yako, akupe matakwa yako yote. Kwa Mungu anafurahi sana tunapomfanyia ibada, na ametupa nafasi ya kuomba kwamba anatujibu maombi, kwa sababu kuna sadaka zinanena mbele zake. Alimjibu Kornelio kwa sababu ya sadaka na sala. Kwa tutakwenda kuomba, kuziita sadaka zetu na kumkumbusha Bwana atujilie. Amina. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, naungana watumishi wako Bwana wanaonifuatilia Facebook pamoja na YouTube kutoka ndani ya Tanzania na kutoka mataifa mbalimbali, wanaofuatilia kutoka Marekani, kutoka Australia, wanaofuatilia kutoka Uingereza, wanaofuatilia kutoka Canada na mataifa mbalimbali. Baba, ninalitia jina lako Mungu, nikiziita sadaka ambazo Bwana tumezitoa kwenye madhabahu yako kwa nyakati tofauti na kwa majira tofauti. Baba, tumetoa sadaka ya muda mbele zako, tumetoa sadaka ya ibada, tumetoa ibada za shukrani kwenye madhabahu yako, tumefanya ibada mbele ya madhabahu yako kwa nyakati tofauti. Mungu uliyekumbuka sadaka Kornelio na sala zake, wakamtuma malaika Baba, na wakaona wokovu. Baba, nami ninalitia jina lako Bwana Mungu wa majeshi, nikiita sadaka zetu ambazo tumezitoa kwenye madhabahu yako, sadaka za muda, sadaka za kufunga, sadaka mkesha maombi, sadaka za kufanya ibada mbalimbali Bwana, ambazo zilipata kibali mbele zako. Ninaziita hizo sadaka kwa nyakati tofauti ambazo tumezitoa, kwa miaka tofauti ambazo tumezitoa Bwana, ninaziita kwenye madhabahu yako Mungu. Uzikumbuke sadaka zetu zote, ukatujilie katika majira haya. Wako na kuhitaji Baba, wana maombi yao mbalimbali Baba, kupitia zile sadaka ukajibu. Wako na kuhitaji Baba kwa ajili ya watoto wao, wako na kuhitaji kwa ajili ya ndoa zao, wako na kuhitaji kwa ajili ya uchumi wao, wako ambao na maombi na dua mbalimbali mbele zako Baba. Naziita sadaka zao kwenye madhabahu yako, uzikumbuke sadaka zao na kuzitakabali dhabihu zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu dhihirisha utukufu wako, katika jina la Yesu dhihirisha neema yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba Bwana, wengine wanaomba kwa ajili ya kazi zao, zipo kazi ambazo wanazifanya na kuna changamoto mbalimbali. Wengine ni madereva kwenye magari, wanapita barabarani Baba, kuna ajali na kuna vita, una mashindano na vitu kadha wa kadha. Baba, nawaleta kwenye kazi zao Bwana, uokoe na mitego ya ajali, uokoe na mauti kwa jina la Yesu. Wengine Baba wanavita katika mahali pa kazi, wako maadui walioinuka Bwana kufanya vita nao, kuwatengenezea hila.
kuwaharibia kibali chao katika mahali pa kazi, kazi ofisini na kazi za kuajiriwa katika makampuni na maeneo mbalimbali. Mkono wako sasa udhihirike kwao. Kumbuka sala zao, kumbuka sadaka zao, uzikumbuke Mungu na kuachilia katika jina la Yesu. Mungu usinyamaze. Umesema unikumbushe na tuhojiane, umesema unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako uweze kupewa haki yako. Inakukumbusha juu ya sadaka za watoto wako ambazo Mungu umezitoa wenye madhabahu yako kwa nyakati na majira mbalimbali. Hizo sadaka zikumbukwe mbele zako saa hii, ukawachilie Baba, uokoe katikati ya dhiki. Mkono wako wategemeza na kuwainua tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Mkono wako dhihirike Bwana, kupitia sadaka za wajibu. Baba, wengine wataja magari, wengine farasi, lakini leo tunalitaja jina lako Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli. Tunalitaja jina lako Jehova, ukadhihirishe utukufu wako, ukadhihirishe neema yako, ukadhihirishe fadhili zako, ukadhihirishe uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Dhihirisha weza na nguvu zako, dhihirisha mamlaka yako Bwana, dhihirisha nguvu zako na msaada wako katika jina la Yesu. Na ijulikane leo kwamba ni Mungu unapodhihirisha utukufu wako, na ijulikane leo ni Mungu unapodhihirisha msaada wako katika jina la Yesu. Baba, inaziita sadaka zote ambazo tumezitoa kwenye madhabahu yako. Wapo wametoa sadaka kwa ajili ya kusapoti kazi yako, wametoa sadaka kusapoti watumishi wako wanaotumika madhabahuni. Wako wametoa sadaka Bwana kwa ajili ya ujenzi wa makanisa. Wako wametoa sadaka kwa wapa wajane na yatima. Wamesema mpe mjane na mhitaji, Bwana amekukopesha wewe katika jina la Yesu. Sadaka zote kwa namna mbalimbali Baba, naziita kwenye madhabahu yako, uzikumbuke Bwana, kawajibu maombi watoto wako na kulilia usiku na mchana, uwajibu maombi yao, wakuziangalia sadaka zao Bwana, uwajibu maombi yao Bwana katika jina la Yesu. Dhihirisha utukufu wako Mungu, dhihirisha neema na fadhili zako, dhihirisha utukufu wako Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Mamlaka yako idhihirike Baba, ukajidhihirishe katikati ya watoto wako, uokoe na mitego yote, uokoe na hila zote, uachilie katika saa ya dhiki, uachilie katika dhiki Baba, na kuwainua jina lako Mungu wa majeshi, Mungu wa Yakobo, na katika jina la Yesu uwainue na kuwategemeza, uwainue na kuwasimamisha katika jina la Yesu. Baba, na ijulikane leo kama ni Mungu unapodhihirisha utukufu wako, na ijulikane leo kama ni Mungu unapodhihirisha msaada wako katika jina la Yesu, na ijulikane leo kama ni Mungu unapodhihirisha wokovu wako. Baba, tumekimbilia msaada wako, tukija Baba na sadaka zetu kwenye madhabahu yako. Hizo sadaka naziunganisha na damu ya Yesu ili zinene kwenye madhabahu yako na kujibu maombi yetu na kutupa mahitaji yetu na kutuinua katika siku ya dhiki katika jina la Yesu. Hizo sadaka zikumbukwe kwetu na watoto wetu, zikumbukwe Baba katika jina la Yesu. Baba, naijulikane leo kama ni Mungu unapojibu maombi yetu, naijulikane leo kama ni Mungu unapodhihirisha msaada wako, naijulikane leo kama ni Mungu unapodhihirisha fadhili zako katika jina la Yesu
Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, ninasema asante maana umesikia, ninasema asante maana umetutetea, ninasema asante kwa ajili ya wokovu wako, ninasema asante kwa ajili ya fadhili zako Baba. Utukufu na sifa, heshima na mamlaka vikurudie kwenye kiti chako cha enzi, kwa kuwa ndiwe Mungu mkuu, kwa kuwa ni Mungu uliye mwaminifu, ni Mungu unayetenda mambo makuu Baba. Utukufu na sifa na heshima vikurudie kwenye kiti chako cha enzi, maana wewe ni Ebeneza. Hata sasa Bwana umetusaidia Baba. Asante kwa ajili ya kuzikumbuka sadaka zetu zote kwenye madhabahu yako na kutuletea msaada kutoka patakatifu pako na kuyajibu maombi yetu na kutupa haja ya moyo wetu katika jina la Yesu. Baba, utukufu na sifa na heshima ni zako, maana umetenda, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze. Tumeenda kwenye hatua hii, tutakuwa na vipindi endelevu. Endelea kuombea kipindi hiki. Mungu akupe neema ya kusema pamoja nami kwa njia ya maombi. Endelea kuniombea ili angalau kila wiki tupate nafasi ya vipindi hivi vya mafundisho moja na maombi online. Mungu wangu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Samika peta kwangu kunaangalia unapiga usingizi.